hautavuka Yordani na uendelee kuwa jinsi ulivyokuwa. Ina maana baada ya kuvuka, maisha yako inakwenda kubadilika kwa viwango vyote vile. Ukiongeza amen, mkono wa Mungu unaongezeka. Ukiongeza amen, magonjwa inakuachilia. Ukiongeza amen, milango inafunguka. Ukiongeza amen, ushuhuda unaongezeka. Nani ataileta zaidi ya jirani yake? Nani ataileta zaidi ya jirani yake? Nani ataileta zaidi ya jirani yake? Biblia inasema mtafanya zaidi ya ile Yesu alifanya. Ndio maana alipoona siku ya tatu Lazaro iko kaburini, Yesu akwenda. Alijua anayetakiwa kufuka siku ya tatu ni mimi. Alafu Lazaro lazima afanye zaidi ya jinsi nilifanya. Ilibidi asubiri siku ya 4 ili Lazaro afufuliwe. Kuna itabiri kwamba utafanya zaidi yenye Yesu alifanya. Kama alitembelea punda, utatembelea ndege. Kama aliheshimika Yerusalemu, utaheshimika dunia nzima. Nasema hivi, kwa yule ameingia tarehe ya leo, serikali ilikuwa na kusubiri, naona wanaisogeza mu 2094. Naona wanaipeleka mu 2094. Manake jioni ya leo ni jioni ya mabadiliko. Jioni ya leo ni jioni ya mabadiliko. Nani anayeamini arukeruke mahali yalipo, akiamini kwamba neema inaongezeka. Rakaposika yekenderebosaka yanarabosika. Na waona mlikuwa watatu, wewe, mama na familia yako. Alafu Yesu ameongezeka mtu wa 4 katika jamaa yako. Sasa tunaingia kwa huu mwaka tunaoingia, hautakuwa peke yako. Bwana anaingia pamoja na wewe. Nasema Bwana anaingia pamoja na wewe. Kuna vitu vinatokea siku ya 4. Nyota imeumbwa siku ya 4. Jua imeumbwa siku ya 4. Mwezi imeumbwa siku ya 4. Nasema nyota yako itangaa. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Nasema nyota yako itangaa. Nasema nyota yako itangaa. Na Bwana atakupeleka viwango vya juu zaidi. Nasema nyota yako itangaa. Na niko na amen zaidi ya jirani yake. Nimesoma Biblia. Nimeona fasi maandiko nasema mbingu ilifunguka. Lakini sijaona fasi andiko nasema mbingu zikafungwa. Ina maana Yesu alipofungua mbingu ilibaki wazi kwa ajili yako. Na tarehe ya leo mbingu iko wazi kwa ajili yako. Tarehe ya leo mbingu iko wazi kwa ajili yako. Na niko na amen zaidi ya pale. Amen zaidi ya pale. Uhakika uliofanya Elia alete mtihani wa moto haujaujua. Elia alijua nilikuwa nakaa kwa kile kijiti cha Kiriati nikikula mikate inayoivya. Na alijua ile mikate inayoivya haikutoka duniani. Alijua mikate inayoivya imetoka mbinguni. Na kama mikate imeivya kutoka mbinguni, manake moto ilibaki mbinguni iliyoivisha mikate. Ndio maana aliwaambia wanabii wa Baali, atakayejibu kwa moto ndiye Mungu wa kweli. Na mimi naona Yesu mkate ulioivya. Na kama mlikula Yesu mkate ulioivya, mu 2024 roho wa moto atakushukia. Nasema roho wa moto atakushukia. Naona vijana wa Jehova Nisi watatabiri. Naona mabinti ambao watatabiri. Naona vijana ambao wataona maono. Napanda ngazi nisema hivi, kama kuna wahubiri watatikisa dunia, watatokea kwenye madhabahu haya. Watatokea kwenye madhabahu haya. Vile umeingia jioni ya leo, Mungu anaenda kubadilisha maisha yako. Anaenda kubadilisha maisha yako. Nani ataongeza fujo zaidi ya jirani yako? Yes. Geukia watu watatu wa 4 uambie kuvuka tunavuka. Kuvuka tunavuka. Waambie kuvuka tunavuka. Kuvuka tunavuka. Mwambie tukutanane ngambo. Tukutanane ngambo. Mwambie jirani kule ngambo.
kule ngambo. Maisha yangu haitakuwa jinsi unaijua. Maisha yangu haitakuwa jinsi unaijua. Yangu imebadilika. Yangu imebadilika. Praise the mighty Lord. Amen. Kaa nikupakulie mistari. Sina sauti hapa. Avance papa. Neema ya usiku wa leo itakupa ushuhuda ambao hautaweza kusahau. Nasema itakupa ushuhuda ambao hautaweza kusahau. Attitude ya voisin au ya voisine isikuambukie. Wengine biko hapa ni balozi wanazoea kutoka 0 Sasa unaposimama yeye hawezi simama, kwa sababu lazima aende loga. Lakini sikiliza, tunapokuwa ndani ya uwepo wa Bwana tunapata vitu ambavyo familia haikutupa. Weka mkono juu. Sema Yesu, neno la jioni ya leo, Neno la jioni ya leo ibadilishe maisha yangu. ibadilishe maisha yangu. Karibu kwa maombi, karibu kwa maombi. Bwana, jioni ya leo Bwana, tuonekanie neno lako Bwana, itoke na nguvu ya kuja Bwana kutufugisha ngambo. Maneno yote Bwana ambayo ninenewa mabaya Bwana kupitia neno ya leo Bwana imeanza kukoma. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno hili Bwana ishuke kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia yangu Bwana. Neema ya jioni ya leo Bwana iafekte maisha yangu na iprojete maisha yangu mdimension ingine. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako lilete wokovu, neno lako lilete faraja, neno lako lilete ufungulivu, neno lako lilete njia mahali ambapo njia ilikuwa. Neno lako Bwana lilete Bwana faraja mahali ambapo vidonda vilikuwa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno lako lina nguvu Bwana. Neno lako libadilishe maisha yetu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nasikia neema kubwa. Mtu mmoja nipe amen. Matendo ya Mitume zile sura 28 na mstari wake ule wa 11. Ujumbe unakaa hapa ni mpya, na Roho amenipeleka katika vilindi vya mafunuo. Kwa hiyo natakiwa mtu mmoja avipokee zaidi ya kawaida. Baada ya miezi mitatu tukapanda meli ya Alexandria ambao ilikuwa inakaa hapo kwa kisanga wakati wa baridi. Ikatupeleka mpaka Dioskiri. Amen. Tunaweza kaa. Meli ya Alexandria ndio somo la kuvuka nayo. Sijui wa Faransa wataisoma kwa Kifaransa. Meli ya Alexandria. Tunavuka na hili neno ambalo hautalisahau. Kuna meli za Bukavu, kuna meli za Goma, kuna meli za Kalemi, lakini sasa hii inasema meli ya Alexandria. Na ninapewa hili neno bado likiwa mbichi sana. Tukieneza 0 usianze piga kelele. Utapiga kelele utakaporuhusiwa, kwa sababu wengine wanatusindikiza kwa mwaka huu. Mungu ameniambia usiku wa leo nilipokuwa nakaa pale katika moyo, ameniambia waambie kanisa limenifurahisha. Mungu
ameniambia kwamba tumemfurahisha kwa vitu viwili. Kwa sababu amenitobokea niliposema mchana kwamba kuna wakati tulimfurahisha. Bwana ameniambia usiku wa leo mpaka sasa umenifurahisha. Tunapomuinulia hili jengo hapa nyuma, moyo wa Mungu unafurahi. Tunapokusanya watu kuja kukesha namna hii, Mungu amefurahi. Na kama Mungu amefurahi, maana yake na wewe utafurahi. Mtu mmoja aseme amen. Najua tuna wahubiri ambao nitaita watoto wangu wengine kuhubiri nyuma, lakini acha nikuvushe mwaka katika hili neno. Na hili hautawahi kulisahau mpaka utaingia kaburini. Shetani atakuruhusu usinzie. Ijapokuwa hata nyumbani, ukiwa nyumbani saa hizi uko ku TikTok. Alafu usipoteze muda. Biblia inasema Paulo anachukuliwa kwenda kusamba Rumi. Na wakamtia katika meli ambao ilichukua watu 276. 276 personnes. Lakini wakati wanataka kusafiri, Paulo akawaambia tusisafiri. Kwa sababu naona tuko wakati mbaya ya hiver. Na Bwana ameniambia hii safari tusiende. Kwa sababu alikuwa mfungwa. Neno lake lilikuwa halina nguvu yoyote. Unajua neno unaweza kuwa nalo na linakosa nguvu kwa sababu umefungwa. Kwa hiyo wakamwambia hatuwezi tukusikilize wewe Paulo. Safari imepangwa na lazima tuondoke. Na Biblia inasema walipokuwa kwenye safari wakakuta mpepeo ambao unaitwa Herakilo, mpepeo ambao haujawahi kutokea. Na Zoruba ikamnyang'anya kapiteni meli na ikaanza kuiendesha meli ngambo zote zile. Siku ya kwanza ilitokea Zoruba, siku ya pili ilitokea Zoruba, siku ya tatu ilitokea Zoruba, mpaka siku 14. Safari ambao wangelitembea kwa masiku 2 wakafanya siku 14 pasipo kuona nje. Watu walikuwa wamekufa. Na Biblia yenyewe inasema ndani ya hii meli hakuna yeyote aliyeongea. Kwa sababu watu walishikwa na hofu, walishikwa na bumbuazi ya kujua hatuwezi kuponyoka shida ya siku 14. Nampenda Mungu sana. Akaona kitu alichokiweka ndani ya Paulo. Akaona zile makanisa ambazo zitafunguliwa na Paulo. Akaona jinsi injili itafikia mataifa. Akamsukuma malaika wake ndani ya ile meli. Akamwambia Paulo, amka niongee na wewe. Labda umekuja hapa ukiwa kawaida sana, lakini nasimama kama malaika mbele zako. Kwa maana Mungu anaona kazi ile iliyo mbele yako. Nakuja kukupa ujumbe wa jioni ya leo. Nikwambie kwamba kwa ajili yako wewe uliye hapa, hata jamaa yako haitaangamia. Malaika akamwambia Paulo, Bwana amenituma kwako nikwambie, hii meli ambao unakaa ndani itapotea. Vitu vilivyo ndani ya meli vitapotea. Lakini wewe mtumishi wangu Paulo na wanaokuzunguka wote hawatapotea. Ukweli ni kwamba wale watu wanapaswa potea kwa sababu waliasi maneno ya Paulo. Lakini kwa sababu ya agano ya Mungu kwa Paulo, Mungu anamwambia hata wanaotembea na wewe hawatapotea. Haijalishi mjamaa yenu mna wachawi, mna wapagani, mna watu wamjue Mungu na waliandaliwa kufa, lakini kwa ajili yako wewe hata ile mauti haitatokea.
Nani kuna amen zaidi ya mwenzake? Kwa ajili ya agano Mungu amefanya na mimi, nasema hata wewe hautapotea. Na ulikuwa ni ujumbe ambao ni mchungu kwa kutafuna, kwa sababu anasema meli itapotea. So anasema meli ikipotea tutaenda wapi? Kwa hiyo Mungu alitaka mwambie Paulo, usafiri unaweza haribika lakini safari itaendelea. Aliyekusaidia kwenye maisha anaweza kuacha lakini maisha yako itaendelea. Bwana alitaka mwambie Paulo, uzima wako ni wa maana zaidi ya hii meli. Na Paulo akasema, sasa kwa roho itawezekana namna gani meli ipotee na mimi niokolewe na vitu vitapotea? Nataka nimwambie mtu mmoja aliye hapa tarehe ya leo, vitu, meli, marafiki hawana maana kuliko uzima yako. Mungu anaweza ruhusu vyote vipotee na kuandalia vingine vilivyo vizuri zaidi ya kawaida. Nani kuna amen zaidi ya mwenzake? Kwa hiyo Paulo aliyekuwa na hekima ya kusikiliza neno la Bwana alipokea vizuri, lakini akasema, nitalieleza namna gani hili? Nani atanielewa? Walikuwa kimya. Akawaambia, enyi wanaume, watu 276, msiogope. Hata mnaiona Zoruba, malaika wa Bwana ameongea nami na anasema meli itapotea, vitu vitapotea, lakini ninyi hata nywele yenu haitapotea kwa sababu yangu. Akamwambia, uliona malaika wapi? Akasema, subiri mtaona. Upepo ulipozidi akawaambia, shusheni nanga. Alafu mbao zikaanza kupasuka. Na mbao zikipasuka anawaambia, mzipange juu ya bahari. Na mkizipanga juu ya bahari, mpande juu ya zile mbao. Watu wakaanza enea kwenye mambao, watu wakaanza vuka, wakajikuta wako kwenye kisanga cha Melita, lakini wakaangalia kwenye bahari, meli imeshapotea, vitu vimeshapotea. Lakini wao, nataka nimhakikishie mtu mmoja hivi, alichokisema Bwana juu ya maisha yako, katika ndoto wala unabii, katika ndoto au fikra zako au dhamiri safi, hata miaka ipite itatimilika. Nani iko na amen zaidi ya pale? Hakuna utofauti wa kutosha kati ya meli kupotea na vitu kupotea, lakini Paulo aishi na ile neno ambayo inasema mbingu na nchi vitapita, lakini neno la Bwana. Naongea na kila mtu ambaye anabeba unabii ndani yake. Naongea na kila mtu ambaye Mungu ameshamwambia atamuinua. Naongea na kila mtu ambaye Mungu amempatia ndoto ya kuinuliwa. 2024 ni année ya accomplissement juu yako. Alichokisema Bwana, nasema itatimia. Mtu mmoja anipe amen zaidi ya jirani yako. Weka mkono juu, sema itatimia. Sema kwa sauti, itatimia. Nasema kubarikiwa yako itatimia. Ndoa yako itatimia. Kupanuka kwa Jehova Nisi itatimia. Mabadiliko kiroho na kimwili itatimia. Nao wakaona meli inapotea, lakini wote ni wazima. Ndipo wakatambua kwamba Paulo si mfungwa. Wakatambua kwamba Paulo ni mtumishi wa Mungu. Na Biblia yenyewe inasema tulipokwisha kuokolewa, ndipo tukajua kile kisanga kile kimeitwa Melita. Aseme washenzi, wenyeji wa Melita wakatufanyizia mema kuliko desturi yao. Wakatuwashia moto, wakakaa Melita. Je, mnajua walikaa Melita miezi 3? Na kwa sababu gani walikaa Melita? Ni kwa sababu meli ya Alexandria ilikuwa inatoka Alexandria inaenda kwa kisanga ya Melita, kisha saison ya hiver ikaikuta Melita. Kwa hiyo hii meli ya Alexandria
ilikuwa tena haina uwezo ya kutoka pale ili irudie kwao Alexandria. Ilibidi ikale pale Melita mpaka isubiri upepo uishi. Kwa hiyo upepo ukiisha, ndio hii meli nayo itatoka na itaanza kurudia. Na jambo la hatari ni kwamba watu wa Melita walikuwa hawatoke Melita kwenda Alexandria, ilikuwa inachukua mizigo. Kwa hiyo meli ya kwanza iliyozama ni meli ya watu ambao hawakusikia shauri ya Paulo, kwa kujua kwamba ni saison ya hiver. Lakini meli ya Alexandria wenye nao walikuwa wanachukua shauri ya kujua, tukienda na upepo huko tutazama. Kwa hiyo walitaka kutoka, lakini Bwana akasema no. Ile upepo ambao inasumbua Paulo kwenye bahari isiwie hii meli ya Alexandria. Iwazuie, kwa sababu wakitoka wanaenda, wale wakina Paulo watakosa usafiri. Kwa hiyo meli ilikaa pale. Mwezi wa kwanza ilikaa pale, mwezi wa pili ilikaa pale, mwezi wa tatu. Kwa nini miezi 3? Biblia inasema vitu vyote walivyokuwa wanavipoteza ndani ya bahari, watu wa Melita wakawarudishia navyo. Kwa hiyo iliomba wakamate miezi 3 ili warudishe kila kilichopotea. Na baada ya miezi 3 wako wanaongea, tutasafiri namna gani? Mbona hakuna meli? Watu wa kijiji wakawaambia, hapa kuna meli ya Alexandria. Jambo la hatari ni kwamba meli haifanane. Emmanuel 4 na Conquer labda haifanane, Maplas Assise hazifanane. Lakini walipotoka Melita wanaingia ndani ya meli ya Alexandria, maandiko inaonyesha kwamba wote wakaenea nafasi yao. Na hii meli ilikuwa nguvu kuliko meli iliyopotea. Hiki kitu kimeniingia sana katika ufunuo. Kumbe Mungu anaweza chelewesha mtu mmoja quelque part juu yako tu. Hakuna mtu kwa hapa anipe amen zaidi ya mwenzake. Kumbe Mungu anaweza fanya fie moja achelewe tu kuolewa juu muone. Kumbe Mungu anaweza ruhusu garson moja kwetu kesheni juu ukutanane naye. Manake meli ya Alexandria ni meli ambayo ilitii wakati wa baridi, lakini ile meli ya kwanza haikutii. Na nikipanda katika ufunuo, naona meli ya kwanza ni Musa ambaye alivusha Israeli bahari ya Shamu, lakini akakufia ndani ya jangwa kwa sababu aliasi. Lakini meli ya pili ni Joshua ambayo Mungu alikuwa anaipanga kwa ajili ya taifa la Israeli ili waingie Kanani. Nainua mkono wangu juu. Sijue nani mwenye alikuacha mwaka uliopita, lakini Mungu anakuandalia meli ya Alexandria. Ambao utaingia ndani yake na itakupeleka kule unapokwenda. Yes papa. Na niko na amen zaidi ya jirani yake. Amen. Ambia watu 3, meli ya Alexandria haiko hata ya kwetu. Meli ya Alexandria haiko hata ya kwetu. Haiko ya kwetu. Yes papa. Lakini itageuka msaada kwangu. Wakati Mungu anataka kuinua, anakuleteaka étranger, anageuka aide kwako. Mwenye alisaidia Farao ni étranger. Mwalimu, mitume wote walikimbia Yesu, lakini étranger Simone Mukirene akachukua msalaba ya Yesu. Ane 2024 Mungu anakuletea mtu mwenye ujue, atageuka msaada kwako. Nipi amen mara 3 zaidi ya kawaida. Amen, amen, amen. Praise my Lord. Hallelujah. Shangilia miujiza, shangilia baraka yako, ruka kwa jina surprise, ruka zaidi ya kawaida.
zaidi ya kawaida? Nani ataongeza amen zaidi ya kawaida? Nani atapiga kelele? Tunaingia na 6 mwana 2024. Yes sir. Reseke yanda rabosaka. Yeke bosika. Yes sir. Katika jina la Yesu. Kumbe Adamu wa kwanza ni meli iliyoasi. Lakini Yesu Kristo ni meli ya Alexandria. Jesus. Kumbe mvinyo ya kwanza ilibidi iishe. Ili mvinyo ya pili itokee ni meli ya Alexandria. Kumbe iliomba giza itangulie, kisha nuru ije, ni meli ya Alexandria. My God. Iliomba ile kazi ulikuwa nayo ishe, ili upate kazi ya heshima. Yes papa. Na utasema ni meli ya Alexandria. Yes sir, yes sir, yes sir. Meli. Mtu mmoja anipe amen zaidi hapa. Je vais encourager quelqu'un. Avance papa. Hata ulipoteza kila kitu, uzima yenye libakia ndani yako, yes, Mungu ataandaa meli nyingine juu yako. Hallelujah. Nasema Mungu ataandaa meli nyingine juu yako. Napokea. Na niko na amen zaidi ya jirani yako. Napokea. Iliomba wamtoshe Yona katika meli ya kawaida, ili Mungu amweke ndani ya samaki, meli ya Alexandria, ambao ukiingia ndani ya ile samaki, taye yako na ya samaki vinaeneana mwestoma. Biblia yaniambia kama Yona alibana mwestoma ya samaki. Manake Mungu aliumbia Yona samaki yenye iko na taye yake. Mungu akumbie mwata comprendre maisha yako. Mungu akuletee mtu mwenye. Come on papa. Ambia jirani, kutokunielewa yako si kusema niko mbaya, si kusema mimi ni mbaya. Wewe uko samaki ndogo, wewe ni samaki ndogo, siwezi enea ndani yako. Mungu ataleta meli ya Alexandria. Nasema hapa Jehova Nisi, Mungu ataleta meli ya Alexandria. Yes papa. Na niko na amen zaidi ya jirani yako. Amen. Fungua vitu papa. Kwa nini tujiue? Kwa nini? Baba yako alifariki, Mungu akabaki. Amen. Mtu wa maana alikuacha, lakini utasaidiwa na wa maana zaidi. Amen. Katika safari ya kuingia kwenye miujiza yetu, kuna watu wanatuachia njiani. Hallelujah. Lakini safari inaendelea. Yes. Nataka nkuraje mtu moja usiku wa leo. Hata watu wakikuacha, maisha yako iendeleshe. Yes. Usisimamishe maisha juu ya matokeo ya mganga. Mwenye alisema uko na ukimwi ni mganga tu. Yes sir. Mwenye alisema hautaendelea ni mganga tu. Come on papa. Lakini Mungu anafungua neema ya kipekee juu ya maisha yako. Yes. Nasema anaifungua juu ya maisha yako. I receive it. Ili wakutane na meli ya Alexandria. Iliomba wafanye miezi 3. Na ili ukutanane na ile meli ya Alexandria, iliomba ufike mwane 2023. Kisha uingie mwane 2024. Paske kule njo meli ya Alexandria na kusubiri. Na itabiri juu ya madhabahu ya Jehova Nisi. Come on. Safari yako inaendelea. Yes sir. Maisha yako inaendelea. Yes sir. Baraka yako inaendelea. Yes sir. Miujiza yako inaendelea. Yes sir. Nani atanipa kelele zaidi ya kawaida? Praise mighty Lord. Hallelujah. Sijua niongeze au niachie pale. Ongeza papa. Sijua niongeze au niachie pale. Ongeza baba. Kwa injili hii wataweza walozi? Hawataweza. Nasema kwa injili hii wataweza wachawi? Hawawezi. Ulozi wa jamaa yako niko na mtundika katika jina la Yesu. Mwalimu afungue wala aache. Fungua papa. Ina maana katika ufunuo mkubwa, hii meli ya Alexandria ilikwama Melita kabla Paulo aanze safari. Yesu. Mwalimu. Kwa sababu tumeambiwa imefanya zaidi ya miezi 3. Ijapokuwa Paulo alifanya siku 14 ndani ya bahari. Manake hii meli ilikwama pale kabla Paulo waanze safari. Ndio maana Mungu alipata ujasiri ya kumwambia
hii meli itapotea. Kwani Mungu alijua kuna meli nimeshaandaa. Kwa tafsiri nzuri ya ufunuo, Mungu hawezi funga mlango na yafungula ingine. Kabla Mungu akunyanganye mtu, alishakaandaa mwingine mwenye iko pale. Yes, Papa. Kabla Mungu akunyanganye kazi, alishakaandaa ingine yenye iko pale. Yes, sir. Sijui nani iko na amen zaidi ya jirani. Amen. Nipe amen mara 3, Jehova haifanye juu yako. Amen. 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 Sema meli ya Alexandria. Meli ya Alexandria imeshaandaliwa juu yangu. Imeshaandaliwa kwa ajili yangu. Acha maisha ya kujiuliza tena. Hii inapotea, sitaionaka. Ile ambayo inaandaliwa ni nzuri zaidi ya ile. Yes. Kama umepoteza furaha miaka na miaka, hii mwaka tunaanza. Yes. Furaha yako inakuja. Nani kuna amen zaidi ya jirani yake? Amen. Sijui nifungue au niache? Fungua Papa. Ile meli ya kwanza ingemfikisha Paulo Italia, angelifika kama mfungwa. Kweli. Sijui kama mimi nasema kweli. Kweli Papa. Ile meli ya kwanza ingempeleka Italia, wangempokea kama nani? Prisonnier. Lakini atakapoingia mumeli ya Alexandria, hawatampokea kama mfungwa. Watampokea kama mhubiri wa habari njema. Kwa maana walivyoviona Melita vinawakamilishia kwamba huyu si mtu wa kawaida. Yes, sir. Meli ya kwanza haikuonesha valere yako, lakini ya Alexandria itarevele identite. Praise my Lord. Hallelujah. Na itabiri juu ya hii madhabahu. Yes, Daddy. Mungu akukutanishe na mtu mwataiwa valere yako. Napokea. Na watu wakikuona watambue kwamba yes, sir. Jehova nisi kuna Mungu aliye hai. Yes, sir. Waambie watu watatu, uchawi sitagusa. Uchawi sitagusa. Praise my Lord. Hallelujah. Fanya tu hivi, useme ile meli inakuja. Ile meli inakuja. Tangaza meli inakuja. Meli ya pili inakuja. Meli ya Alexandria inakuja. Meli ya Faraja. Mmoja nipe amen zaidi ya pale. Amen. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Amen. Nifungue au niache? Fungua Papa. Munanikubalia kama meli ya Alexandria ilikuwa kwenye kisanga cha Melita kabla Paulo afike pale? Ndio. Mnakubali kile kitu? Ndio. Katika ulimwengu wa kiroho, Mungu alijua kuna siku Adamu atafanya dhambi. Ndio. Na atajikuta iko uchi, hana mavazi. Ndio maana kondoo wala nyama iliumbwa mbele Adamu aumbwe. Ili siku atakuwa uchi, Mungu achinje kondoo na amuvike mavazi ya kondoo. Yes, ina maana kabla shida yako ifike, Mungu aliandaa jibu tayari. Mungu aliandaa baraka tayari. Isikusumbue kukataliwa na watu. Mungu ataruhusu mtu mwenye ana valeri ya kudharau. Yes, kisha watu wa valeri wa kuheshimia zaidi. Niko na zaidi ya mwenzake. My father. Chini ufikirie, kwa nini wanaandika ile meli ilikuwa ya Alexandria? Kwa nini? Walitaka kutuambia kwamba haikukuwa ya Melita. Mwalimu. Mmoja nipe amen zaidi ya mwenzake. Haikukuwa ya Melita, haikukuwa ya Jerusalem, ilikuwa ya Alexandria. Imetokea mbali, kumbe inageuka msaada kwa Paulo. Amen. Mungu analeta mtu ambaye anatokea mbali. Mtu ambaye atakuwa faraja kwako. Na utajua huu ni unabii wa makesha wa ile siku tulikuwa Jehova Nisi, ambao Mungu ananiconnect na mtu ambaye atakuwa baraka kwangu. Chini ya upako Mungu alionipa. Nikivaa viatu vya upako. Nikikumbuka maneno ya agano tuliongea naye. Maisha ya yatima moja inabadilika tarehe ya leo. Maisha ya mtu mmoja inabadilika tarehe ya leo. Aliyekutoa pale ulipokuwa akakuleta Jehova Nisi, atafanya na wewe vitu zaidi ya pale ulipokuwa. Maana Mungu anakutosha kwenye hakuna utukufu, anakuleta mahali ambapo kuna utukufu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Jesus. Hey.
Avance encore papa. Tunaanza mwaka wa mabadiliko. Yes. Tunaanza mwaka wa miujiza. Yes sir. Tunaanza mwaka wa kuendelea safari. Wao wanakuambia pesa ziliisha, endelea tu. Wanakuambia mahindi imeoza, endelea tu. Wanakuambia una ukimwi, endelea tu. Kule mbele solution yako iko. Yes sir. Una siku taamuka diabetes imeisha tayari. Amen. Na leo asubuhi tu hii tumeshaingia. Yes sir. Umehesabiliwa tayari kwa watu walio hai. Na saa hii tuko ane 2024. Mtu mmoja alete kelele zaidi ya jirani yake. Mtu mmoja alete kelele. Nani ongeze kelele, kelele, kelele. Shangilia, shangilia. Ongeza kelele. Ruka, ruka mali ulipo. Ruka, ruka, ruka. Ruka ukishangilia. Ruka ukipiga kelele ya shangwe. Ruka, ruka, ruka. Ya, 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 ya. Yenderebo ya, 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 ya. Sike yenderebo saka. Baba, baba, baba. Yenderebo saka. Yenderebo saka. Ongeza kelele. Saka. Katika jina la Yesu. Yekebo sika yandara baba. Yes sir. Yekebo saka. Kerebra suta la bayea. Nipe amen zaidi ya kawaida. Amen. Nikuongezee maneno mawili makubwa. Ongeza papa. Ambao itakuwa baraka kwako. Mstari wa 10 wa kile kitabu inasema hivi. Walipotuaga kutoka Melita, wakatupa vitu tulivyovihitaji. Soma Biblia ukiwa nyumbani. Fungua papa. Tulipotaka kutoka Melita, wakatupa vitu tulivyovihitaji. Kwa tafsiri nyingine, hawakutupatia vitu walivyovitaka. Lakini walitupatia vitu tulivyovihitaji. Ujumbe unaupenda sana. Kuna wakati watu wanakupa ndoa yenye hautaki. Wanakupa nyumba ambayo hautaki. Wanakuambia ukamate tu kile kiatu vile. Lakini walipotoka pale Melita, walipewa vitu walivyovihitaji. Kwa tafsiri nzuri manake ni wao ndio walikuwa wanasema. Tunahitaji hiki. Tunahitaji hiki. Tunahitaji hiki. Na wakapewa walivyovihitaji. Manake meli iliyopotea ilipoteza vitu ambavyo havina maana. Lakini vitu vitakavyoingia kwa meli ya Alexandria ni vitu tulivyovihitaji. Ane 2024 utaishi shua zako. Nasema utaishi shua zako. My father, my father. Nani atarukaruka zaidi ya jirani yako? This is too much papa. This is too much. Sema nitaishi shua zangu. Nitaishi shua zangu. Nilivyovihitaji nitaviishi. Nitakavyovihitaji nitavipata. Katika praise the mighty Lord. Amen. Sema ndaishi shua zangu. Ndaishi shua zangu. Manake kuanzia leo utavala shua yako. Utajenga nyumba ya shua yako. Utaoa mwanamke wa shua yako. Utaolewa na bwana wa shua yako. Utakala mukarajia ya shua yako. Hata kuoblige tena. Sema shua zangu mimi nazijua. Shua zangu mimi nazijua. Mimi nazimetrize. Mimi nazimetrize bien. Nani iko na amen zaidi ya mwenzake? Amen. Mwalimu ongeze wala ache. Ongeza papa. Mwalimu ongeze wala ache. Ni somo tamu sana. Katika ulimwengu wa kiroho. Meli ya kwanza ilipopotea, tukubaliane, ni mbao zilianza kupotea. Na baada ya meli kupotea, ni vitu vilianza kupotea. Yes. Alafu watu wakaokolewa. Wow. Tujue tunaelewana vizuri? Ndio. Fanya hivi. Sema ni meli ilianza kupotea. Ni meli ilianza kupotea. Kisha vitu vikafanya nini? Vikasama. Kisha tukafanya nini? Tukaokolewa. Fungua papa, fungua.
Niko mwalimu. Fungua papa. My father, my father. My general. Deklara. Tanzania waliita rabi. Rabi. Wakanambia rabuni, rabuni fungua. Fungua mwalimu. Nilifikiri wamenishimanga. Niko mwalimu. Mwalimu. Mungu akikupa neema anakupa neema. Yes, Rabi. Ni meli ilipotea. Kisha vitu vikafuata. Kisha watu wakatoka. Ndio. Na katika ulimwengu wa kiroho. Yes. Walipoingia kwenye meli ya Alexandria. Ni meli ilitangulia baharini. Na kabla waingie kwenye meli, mizigo ilifuata. Kisha mizigo kufuata nao wakaingia. My God. Niko natabiri kwa baraka yako isha kutangulia. Yes. Na wewe unaenda ingia kwenye baraka zako ziko. Mariage yenye utaolewa ndani, mariage yenye iko na kila kitu. Oh my God. Deklara papa. Je, mwalimu iko naongea sana. Hii ane haiku ya negociation. Jamais. Hii ni ane ya kudeklare. Deklare papa. Nasimama sa deklara tarehe ya leo. Deklare papa. Kuduane ku frontiere ya mbinguni kulikuwa miujiza yako. Kulikuwa ndoa yako. Kulikuwa baraka yako. Na mimi naona unaikala pembeni huko nalia. Yesu. Nasimama kukupatia haki yenye iko yako. Napokea. Je reçois. Mtu mmoja asema I receive. I receive it. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Nikinguruma kama simba, miujiza inatembea kwenye maisha yako. Simba. Nasema inatembea kwenye maisha yako. Hallelujah. Biblia haijasema, ni mimi nasema. Walipofika Rumi, Warumi wakawauliza, mbona tumeambiwa mlikuja na meli fulani? Sasa hii ni meli ya nini? Ya Alexandria. Imekuaje? Jibu ni moja. Ya kwanza ilipotea. Lakini hii Mungu akatuandalia. Vilifanyikaje? Muulize Paulo. Huyu si mfungwa. Huyu ni mhubiri wa habari njema. Ndio maana napenda maneno ya Paulo. Anasema mimi mfungwa wa Yesu Kristo. Unajua maana ya kile kitu? Alitaka ambia wa Roma, mimi si mfungwa wenu. Mimi ni mfungwa wa Yesu. Mimi mfungwa. Hii mwaka utafanyiziwa livraison à domicile. Nasema batakuletea vyako kwa adresse. Hii maagence zilimite tu. Mwenye aliishi livraison à domicile wa kwanza ni Eli. Yesu. Kiomboombo ilikuwa namletea vyake. Chakula. Na mimi natabiri baraka yako itakufuata kwako wewe. Itafika mpaka kwa. C'est la livraison à domicile. La livraison à domicile. Inilocalisé. Fanya hivi. Sema kufa sitakufa. Kufa sikufi. Mimi nitaishi. Mimi nitaishi. Nitatangaza makubwa ya Bwana. Nitatangaza makubwa ya Bwana. Anapofika Roma ndio anasema sione injili haya. Kwa sababu ni nini? Ni uwezo wa Mungu uletao. Maana ya hii maneno ni kitu gani? Nimetoka kwa kisanga cha Melita. Nimetaka kufa pale, lakini kilichoniokoa ni injili. Kwa maana injili ni uwezo wa Bwana. Ni pale tunasema Jehova nisi, kwa injili tutafaulu. Kwa sababu injili ni uwezo wa Bwana. Yes, papa. Kama laana ya jamaa iko na baraka ya jamaa iko, sio, na wewe utakuwa mwanzilishi wa baraka ya jamaa. Yes sir. Yes. Fanya hivi. Sema adui zangu leo naachana na ninyi. Adui zangu leo naachana na ninyi. Laana.
laana, magonjwa, magonjwa, naachana na ninyi. naachana na nyinyi. Mikoshi, Mikoshi, naachana na ninyi. naachana na nyinyi. Tarehe ya leo, Tarehe ya leo, naachana na ninyi. naachana na nyinyi. Yes. Mnaamini kile kitu? Ndio. Mnaamini kama hii mwaka ni yetu? Ndio. Unayo wakati wanafunga Paulo, Prophet Dave, mwa ile mizigo walikuwa wanafunga Paulo, wanatia mizigo, ndimo walikuwa naweka vikaratasi vya kumshtaki maneno. Iliomba vipotee bahari. My God. Hey, mwalimu. Iliomba vipotee bahari. Masa. Ukiona mtu anatoka maisha yako ujue ni buhanya, njoo yenye natoka. Buhanya papa. Unajua maana ya buhanya? Alinikatala juu ni buhanya njoo inatoka. Vraiment. Usiforsa keke kinatatoka. Mungu anajua kama hiki kinataka kuua. Ni buhanya papa. My father, my father. Mtu alisha ukatala kuna shikoma kwa tena kwa haki unashika. Acha buhanya ibakie. Buhanya papa. Nyamu yo maisha kuna saa tu mtu anasikia kabia vale nguo ya mpya kisi niko hapa. Atanjo. Labda wanisikie vizuri. Kuko tu wakati unajisikia yako vale kakitu ka unajisikiaka sana. Hata unakula nyama unasimaka hata kamaragi tena kakuwe pale. Na kumaisha ya mtu kuna wakati kuna besoin ya watu ya mpya. Ndio papa. That is true. Parce que peut-être wa zamani ashaka kuona saa kakitu kamoya hivi kaboro. This is my father. Sitaki nimalize masasi na hakuna maadui. Itawakuta kwenye biko papa. Hapa hakuna maadui. Kama wewe ulikuwa miongoni mwa waadui nimekuhesabu kama tu mjinga. Sasa hapa hakuna maadui. Naamini walio hapa ni watu wanasubiri neema ya Bwana. Amen. Na sasa niko na declare juu watoto yote ya Jehova Nisi. Avance papa. Jehova Nisi Lubutu ibarikiwe. Amen. Jehova Nisi Bukavu ibarikiwe. Amen. Jehova Nisi Nyabiondo ibarikiwe. Amen. Jehova Nisi Ndosho ibarikiwe. Amen. Seselka ibarikiwe. Amen. Wabutembo wabarikiwe. Amen. Nairobi wabarikiwe. Amen. Tanzania wabarikiwe. Amen. Jehova Nisi Amerika ibarikiwe. Yes sir. Mahali pote watoto wa Jehova Nisi wako nasema wabarikiwe. Amen. Na wewe mwenye uko hapa nasema pokea. Napokea. Jesus. Je, kwa injili hii utalala? Hapana. Hakuna kulala. Injili tamu sana. Mungu anaongeza vipawa katikati yetu hapa. I receive it. Taona nasema hii kwenye madhabahu. Wahubiri watatoka kwenye hii madhabahu. Yes sir. Wakitikisa dunia nzima. Hallelujah. Na watu watajua Jehova Nisi ni kisima cha neno la Bwana. Yes. Na miujiza kipekee. Hallelujah. Meli ya Alexandria. Amen. Imekutokea umeisikia wapi? Nil para here. Mpaka uwe hapa. Ili Mungu abadilishe maisha yako. Amen. Sema kufa sifi. Kufa sifi mimi. Sema tu vizuri, mimi kufa sifi. Mimi kufa sifi. Mimi naendelea kubarikiwa. Naendelea kubarikiwa hapa. Nitaishi maisha marefu. Nitaishi maisha marefu. Na Mungu atanipeleka mbali zaidi. Na Mungu atanipeleka mbali zaidi. Kaa chini uanze kushukuru Mungu. Hallelujah. Anza kushukuru Mungu na uko napiga makofi mahali ulipo. Bwana, asante kwa neema kubwa. Asante kwa ishara kubwa. Asante kwa ufungulivu wako. Lutra viha sadila mande lo shalabakate.